shida ni makocha au shida ni wao? Mimi unanielewa? Yaani mimi kuna vitu vinatokea huwa naona kwa wakati ni vizuri kutokea, kwa sababu ukipiga mahesabu mpaka sasa hivi Simba Sports imefukuza makocha takribani 9. Si ndio? Makocha takribani na wanasema Matola anaenda kuondoka, si ndio? Wanasema watamfukuza. Sasa mbona ni sawa, ni kawaida tu. Ifikie mahali wamfukuze mwalimu yoyote, yani timu icheze bila kocha, kwa sababu sasa unafikiri unafanyaje? Unacheza timu bila kocha, kanuni za wapi hizo? Sababu kaka, umefukuza makocha 9. Timu bado ni ile ile. Unashindwa kujua kwamba tatizo sio kocha, tatizo ni wewe. Ujiongezi. Yaani wewe uelewi kwamba wewe ndio shida. Yaani unajua bwana, viongozi wa Simba wanahisi kama wanaongoza mbuzi. Mamangu mwanamke anakuambia, viongozi wa Simba wanahisi kama wanaongoza mbuzi. Wanahisi kama wanaongoza watu fulani hivi ambao hawajielewi. Wanahisi wanaongoza kama watu fulani. Bro, hii ni new generation. Mpira ni mchezo wa wazi, unachezwa hadharani. Watu wanauona, sijui umenielewa? Ifike mahali wao wenyewe. Kaka, mbona kama unanichobea mwanangu? Unanichobea bwana, unanibambia. Rudi nyuma kidogo. Umenisogelea sana ndugu yangu. Nani ya gani na mimi? Usinichobee. Sasa hizi mic shuka chini kaka. Shuka chini kidogo Au hapa. Wanataka nipaliwe. Kwa hiyo mimi cha kuambia ni kwamba wanachokifanya viongozi wa Simba ni wanatwanga maji kwenye kinu. Alafu ukweli una kawaida ya kujificha, ila ukitoka unakuwa ni kitu hatari sana. Wanachokifanya wao ni sawa sawa unaenda kujificha kwenye matuta ya matembele. Yaani unahisi watu hawakuoni, kitu ambacho ni uongo. Ifikie mahali wao ndio wajitathmini. Sasa utafukuza makocha wangapi? Tukipiga mahesabu utafukuza makocha. Mbona hao hawatoki kwenye vyao vyao? Bro, miongoni mwa sifa ya kiongozi bora pia ni kwenye kujiuzuru. Sisi tulishaongea sana, wengine mpaka tukaambiwa hakuna kuja uwanjani, tukatoa mipaka ya uwanjani, lakini hatutaacha kuongea kwa sababu sisi kama mashabiki ni haki yetu kuongea na ni haki yetu kuhoji na kujibiwa. Alafu nendeni mkamwambie Murtaza Mangungu aache kutoa majibu marahisi kwenye mambo magumu. Subiri niweke hii sawa. Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa Simba Sports ambaye anamiliki 51% kwenye klabu ya Simba akiwa kama mwenyekiti. Nendeni mkamwambie hivi, aache kutoa majibu marahisi kwenye mambo magumu. Alafu asione kama anaongoza mbuzi. Wanachama na mashabiki wa Simba, sisi ni watu waelewa. Tunajua nini ambacho kinafanya Simba kinafikia hapa. Ifike mahali waache kujificha kwenye vivuli vya makocha. Mtafukuza makocha, hata aje Mourinho kaka. Kama viongozi wa Simba hawajakaa wakamaliza tofauti zao ndani, my brother, hatuwezi kutoboa. Si ndio? Ndani ya Simba nadharia ya nguvu moja haipo. Simba ndani ya viongozi kuna matabaka. Na ubaya ni kwamba we bro, acha kuongea pumba. Shamba. Sio, unanielewa? Wachezaji, ukisema mchezaji ajitumi, wewe kama kiongozi umechukua action gani? Umechukua tahadhari gani? Wachezaji wanapoenda kwenye mechi wanataka hamasa, wanataka amsha, wanataka viongozi waende hata kambini wakawaangalie. Waone na bro, tutazungumza, tutaenda mbele, tutarudi nyuma. Hakuna kiongozi wa Simba aliyewahi kuwa bora kama Hans Pop. Believe me brother. Kaka, wakubali, wakatae, na huo ndio ukweli. Nitakwambia kwa nini Hans Pop. Hans Pop alikuwa na uwezo. Yule mchezaji sisi tunamtaka. Wewe hutaki kutoa hela. Hans Pop anaingia mfukoni, anatoa hela, tunamsajili. Na ndio maana tulikuwa tunamuita Simba wa Simba. Sijui unanielewa? Kwa hiyo viongozi wa Simba wanachokifanya ni wanatwanga maji kwenye kinu. Wasifikirie watu ni wapumbavu. Sijui umenielewa? Ifikie mahali wakae wajitathmini hichi ambacho kinatokea, sababu ni kocha ama sababu ni wao. Alafu viongozi, ili uwe na timu bora na timu imara, lazima uwe na uongozi imara na uongozi bora. Bro, viongozi ndio shina la timu, si ndio? Ukija kwenye upande wa wachezaji, hayo yanakuaga matawi na nini, mti na nini, wao ndio shina. Ili uwe na timu bora lazima uwe na viongozi imara na viongozi bora. Lazima tukubaliane. Sasa kila siku tutakuwa tunawalaumu hao wachezaji. Okay, wachezaji wamecheza vibaya.
Kwa nini kila siku hao wachezaji wanacheza vibaya wakati nyewe viongozi mpo? Mnachukua action gani? Si ndio? Brother, mimi nisha kusema kwamba Simba ni maisha. Lakini amini ninakwambia, mimi nimepitia mambo magumu, nimeyashuhudia kwa macho yangu. Na ndio maana ninasema yapo mambo yanauma kwenye maisha, labda kama hujakutana nao zaidi ya mpira. Vipo vitu vinauma katika maisha bro. Labda kama hujawahi kukutana navyo zaidi ya mpira. Kama kuna vitu ambavyo mashabiki viongozi wa Simba wanawakosea mashabiki wao, ni kufanya vitu ambavyo wao kwa upande wao vinawagadi. Yaani hapo utasikia shida ni unaona mchezaji yule pale ana shida gani? Anacheza kama hataki. Haya. Okay, tunafanya labda Shomari Kapombe kakosea mechi ya kwanza, mechi ya pili, mechi ya tatu. Ni viongozi mmeshindwa kuzungumza naye. Haya, mnataka Mikael Nzora nikaongea na Shomari Kapombe? Nani ambaye anaweza kuiweka timu pamoja na kutuweka sisi mashabiki pamoja? Si ni wao? Haya inatokea. Wao ndio wanatakiwa wajitathmini. Wao ndio wanatakiwa wakae chini wajiulize. La sivyo bro, hii Simba hii itakuwa ni punching bag. Itakuwa mama yangu nakwambia ni punching bag. Kila mtu atajipigia. Anaanza kufungwa. Kama viongozi, nyamazeni basi. Mtaongea kama mnataka. Kama viongozi wa Simba wana mapenzi ya dhati na hii klabu, kama ambavyo sisi mashabiki na wanachama tuna mapenzi ya dhati na hii klabu, wanatakiwa wajitathmini katika hili. Hawawezi kukwepa huu msalaba. Yaani no doubt. Hawawezi kukwepa huu msalaba. Haya, nani tutamlaumu hapa sasa kaka? Haya, tunamfukuza Matola kitego cha mwingine, atafungwa tutamfukuza. Wao bado hapo kwenye viti vyao. Kwa nini wao waondoki? Yaani muda gani kaka? Mlimchagua. Miongoni mwa sifa ya kiongozi bora pia ni kujiuzuru. Alikwambiani kama mumtaki msubirini kwenye uchaguzi. Haya, toka kwenye uongozi wake Mangungu ameifikisha Simba wapi? Robo finali. Ipi? 4. Kwani sisi hatujawahi kufika robo finali? Chini uongozi wa Mangungu tumefika. Robo finali ngapi? Tumekosa ubingwa mara ngapi? Mara 4.